Sehemu sasa ya kuanza kupata kuelekea katika kile ambacho tunasubiri wengi zaidi kusikiliza. Tumsikilize makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mohamed Gharib Bilal, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Maalim Seif Sharif Hamad, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Mzee Ali Hassan Mwinyi, rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Benjamin William Mkapa, rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mawaziri wakuu wastaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mawaziri viongozi wastaafu wa Zanzibar, Waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, waheshimiwa viongozi wa serikali na vyama vya siasa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali yote nachukua fursa hii kumshukuru Mola wetu mtukufu na mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima na kutupa nafasi hii ya kujumuika hapa katika sherehe hizi adhimu za kuadhimisha miaka 51 ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa heshima kubwa nachukua nafasi hii pia kukushukuru na kupongeza wewe binafsi kwa kuendelea kuiongoza nchi yetu kwa hekima na busara kubwa ambayo imetuwezesha kubakia katika hali ya utulivu, amani, umoja na mshikamano. Mheshimiwa mgeni rasmi, nawashukuru sana viongozi wetu wote, wageni walikuwa pamoja na wananchi kwa jumla walioungana nasi katika sherehe hizi tokea uzinduzi hadi leo hii, siku ya kilele. Kwa kweli tumefarajika na kufurahishwa sana kwa mahudhurio makubwa na mashirikiano yenu katika matukio mbalimbali yaliyofanyika katika sherehe hizi. Mheshimiwa mgeni rasmi, maadhimisho yetu haya ya miaka 51 ya mapinduzi ya Zanzibar yalianza rasmi tarehe 2 Januari 2015 kwa kuanza na shughuli za usafi wa mazingira na kufuatiwa na shughuli za uwekaji wa mawe ya msingi na ufunguzi wa miradi ya maendeleo, burudani na michezo katika wilaya zetu zote za Unguja na Pemba. Leo hii tarehe 12 Januari tunahitimisha maadhimisho haya kwa gwaride rasmi na burudani mbalimbali zilizoonyeshwa hapa uwanjani. Mheshimiwa mgeni rasmi, tokea kuzinduliwa rasmi sherehe hizi, jumla ya miradi 35 imefunguliwa au kuzinduliwa na miradi 15 imewekewa mawe ya msingi. Miradi iliyozinduliwa na ina thamani ya jumla ya shilingi 136 bilioni 4. Pia tumeshuhudia matukio 10 ya maonyesho burudani na michezo yaliyoshirikisha wasanii na wana michezo kutoka maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mara nyingine tena naomba kuwashukuru viongozi wote wakiongozwa na wewe binafsi, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kujumuika na wananchi katika matukio mbalimbali yaliyofanyika ndani ya maadhimisho haya. Pia nawashukuru tena wananchi wote walioungana nasi katika matukio yote, ikiwa ni pamoja na kuhudhuria kwa wingi katika kilele cha maadhimisho haya hapa uwanja wa Amani. Tunawashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, sherehe hizi zimesimamiwa na halmashauri ya sherehe na maadhimisho ya kitaifa yenye kamati 10. Hivyo naomba niwatambue na kuwashukuru sana viongozi wa kamati hizo kwa niaba ya wajumbe wote kwa kazi kubwa na nzuri walizofanya katika maandalizi ya sherehe hizi zetu hizi. Wenye viti hao ni kama ifuatavyo. Wa kwanza, Mheshimiwa Abdallah Mwinyi Khamis, mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi, aliongoza kamati ya uhamasishaji na maandamano. Mheshimiwa Mwanajuma Majid Abdallah, mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba,
aliongoza kamati ndogo ya sherehe Pemba. Dr. Juma Malik Akili, katibu mkuu Wizara ya Miundombinu na Mawasiliano, aliongoza kamati ya usafiri, chakula na malazi. Bi Hadija Bakari Juma, katibu mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, aliongoza kamati ya mapambo, tamasha na tafrija. Dr. Ali Saleh Mwikai, katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Utalii na Michezo, aliongoza kamati ya habari na uenezi. Dr. Muhammad Saleh Jidawi aliongoza katibu mkuu wa Wizara ya Afya, aliongoza kamati ya afya. Ndugu Ahmed Kasim Haji, naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa pili wa rais, aliongoza kamati ya mapokezi na ukaribishaji wageni. Colonel S.I. Lisu wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania aliongoza kamati ya ulinzi na usalama. Brigadier General Mahaiki, kamanda wa brigedi 101 KV, aliongoza kamati ya gwaride, na Dr. Khalid Salum Mohamed, katibu mkuu ofisi ya makamu wa pili wa rais, aliongoza secretariat ambayo ndio waratibu wakuu wa shughuli hii yote. Mheshimiwa mgeni rasmi, wenyeji hao walifanya kazi bila kuchoka hadi tukaweza kuyaona mafanikio ya sherehe hizi hivi leo. Wao pamoja na wajumbe wao wote nawashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho naomba kuchukua nafasi hii kuwashukuru kwa dhati wale wote waliotusaidia kwa njia moja au nyingine katika kufanikisha sherehe hizi. Shukrani za pekee nazitoa kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa ofisi ya Waziri Mkuu na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mfuko wa Hifadhi ya Jamii ZSSF, Benki ya Watu wa Zanzibar, Shirika la Bima la Zanzibar, Shirika la Bandari na kampuni ya Turki kwa mchango wao mkubwa katika maandalizi ya sherehe hizi. Mheshimiwa mgeni rasmi, hadhara iliyoko mbele yako na wananchi kwa ujumla sasa wana shauku kubwa ya kutaka kusikia nasaha zako. Hivyo basi, kwa heshima na taadhima sasa na kukaribisha uzungumze na wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana.